Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tuwatazame Yanga Afrika kwenye suala zima la tetesi za usajili. Bwana, tunafahamu kwamba tunaelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, kwa hiyo tetesi zimekuwa ni nyingi sana. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga bwana, kuna baadhi ya tetesi ambazo zipo na zimeendelea kuihusu klabu hiyo kuhusiana na baadhi ya mastaa ambao wanahusishwa kutua kwenye kikosi hicho, hususan kwenye dirisha kubwa la usajili. Sasa tetesi ya kwanza ambayo tunaanza nayo ni kuhusiana na tetesi zinazomhusu mlinzi wa Azam FC Abubakar Niza. Maana taarifa inasema Yanga umefanya mazungumzo na mlinzi wa Azam FC Abubakar Niza, yani maarufu kama Ninju, ambaye alikuwa JKU ya Zanzibar kwa mkopo. Yanga amegundua kuna upenyo wa kuinasa saini yake, kwani beki huyo bado ana mkataba wa ulezi na klabu ya Azam. Bwana, kwa wale ambao walitazama ile michuano ya muungano, Abubakar Niza ambaye alikuwa anakipiga ndani ya klabu ya JKU, moja kati ya kijana mdogo sana ambaye tuliona uwezo wake, namna ambavyo aliweza kufanya kazi yake, lakini tunafahamu kwamba JKU ndio ambao wamecheza finali na klabu ya Yanga, na huyu ndiye ambaye aliibuka kuwa mchezaji bora. Sasa moja kati ya mambo ambayo pengine yaliyovutia klabu ya Yanga ni namna ambavyo alikuwa akifanya kazi yake kwenye ile idara ya ulinzi. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambazo zipo, Yanga wakihusishwa na Abubakar Niza maarufu kama Ninja. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa na klabu ya Yanga, na tunaweza tukasema Yanga na Wazanzibari ni kama damdam. Tuliona kuwa Nadia Rubu Kanavaro, moja kati ya walinzi ambao walikuwa the best kwenye eneo la ulinzi ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia tulimuona Ninja ambaye pia amepita ndani ya klabu ya Yanga, moja kati ya mabeki ambao safi kabisa walifanya kazi yao ndani ya klabu ya Yanga. Lakini tuliona kwa Faisal Salum Feitoto Mzanzibari ambaye alionyesha uwezo mkubwa kwenye eneo la kati na sasa yuko ndani ya klabu ya Azam, lakini kwa sasa tunamuona Mudathiri ya haya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Yanga na Wazanzibari ama wachezaji kutoka Zanzibari ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora sana wanapotoa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo pia huenda Yanga wanapita mule kutaka endelea kuamini Wazanzibari kwenye kikosi chao. Kwa hiyo tusubiri kuona nini ambacho kitaendelea mara baada ya Yanga kuhusishwa na Abubakar Niza maarufu kama Ninju. Maana hiyo ni tetesi ambayo inahusu klabu ya Yanga. Lakini tetesi nyingine bwana, unaambiwa kwa mujibu wa za chini ya kapeti, Yanga bado wanaendelea na mchakato wa kupata saini ya beki wa zamani wa Simba Henoki Nonga Baka wa FAR Rabat. Maana tukisema Yanga wajifunze kwa Simba, maana yake ndio hii, kila mchezaji anayecheza Simba lazima Yanga wamsajili. Ndicho ambacho naweza ukakizungumza. Lakini pia nimeona ukiachana na tetesi hizi za Yanga kuendelea kutaka saini ya Henoki Nonga Baka, bwana, kuna tetesi nyingine ama taarifa nimeiona kwamba kumekuwa kuna mvutano kati ya viongozi wa klabu ya Yanga, wengine wakitaka Yanga wamsajili Henoki Nonga Baka, lakini wengine wakiwa na mashaka kwa sababu ya kuhofia kwamba pengine huenda yakatokea makosa endapo Henoki Nonga Baka atasajiliwa ndani ya klabu ya Yanga. Huenda yakatokea makosa alafu akaanza kumhukumu kwamba ni kwa sababu pengine alipita ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na tunafahamu kwamba mara baada ya Henoki Nonga Baka kuondoka, tuliona zile taarifa ambazo zilikuwa zikienea mitandaoni kuhusiana na Henoki Nonga Baka kuwa sehemu ya wachezaji ambao walikuwa wanauza baadhi ya mechi kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ndicho ambacho pia kipo ndani ya klabu ya Yanga mara baada ya kuzuka kwa tetesi hizi za kusajiliwa kwa Henoki Nonga Baka. Kwa hiyo pia tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea mara baada ya tetesi hizi, lakini mara baada ya tetesi nyingine kuzuka kwamba kuna mvutano kati ya viongozi wa klabu ya Yanga ambao wameendelea kuvutana juu ya usajili wa Henoki Nonga Baka. Bwana, za chini ya kapeti pia nilizonazo ni kwamba uongozi wa Yanga huko kwenye mpango wa kumsajili Ladaki Chasambi kwa mkopo wa mwaka mmoja kutoka Simba, lakini nilizonazo uongozi wa Simba umeipiga na kitu kizito ofa ya Yanga. Wamesema kuliko kijana wao waende Yanga, bora aende Singida Black Stars. Lakini nikukumbushe
kabla ya Ladak Chasambi kutoa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba akitokea Mtibwa Sugar, Yanga pia walihusishwa na kumhitaji Ladak Chasambi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba si kwamba Yanga wanaanza kuhusishwa mara baada pengine Ladak Chasambi kwenda ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Yanga pia waliwahi kuhusishwa na Ladak Chasambi tangu alipokuwa ndani ya klabu ya Mtibwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sio tetesi ngeni. Kwa hiyo tusubiri pia na kuona juu ya hizi tetesi ambazo zinamhusisha Ladak Chasambi kutua ndani ya klabu Yanga. Lakini kwa mujibu wa za chini ya kapeti, pia Yanga wanaangalia uwezekano wa kupata saini ya beki wa Police FC ya Kenya, David Okoth Odhiambo, kwa ajili ya kuboresha eneo la ulinzi msimu ujao, hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo kuhusiana na mlinzi huyu kutoka ndani ya klabu ya Police FC, David Okoth Odhiambo, ambaye anahusishwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Lakini kwa mujibu wa za chini ya kapeti pia ni kwamba Stefan Aziz Ki anataka kuondoka Yanga baada ya kupata ofa kubwa kutoka kwa Wydad Casablanca ya Morocco. Malengo ya Aziz Ki ni kucheza klabu bingwa ya dunia akiwa na Wydad hiyo kwa msimu ujao. Tunaweza kumuona pale Wydad Casablanca, na tunafahamu kwamba ni moja kati ya tetezi ambazo zipo zimeendelea kuzungumzwa, na kuna asilimia kubwa sana pengine ya Stefan Aziz Ki kuondoka ndani ya klabu ya Yanga mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo tusubiri pia na kuona tetezi hizi ambazo zimeendelea kumhusisha Stefan Aziz Ki kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia unaambiwa Kaizer Chiefs wako kwenye mchakato wa kumsajili Djigui Diarra kutoka ndani ya klabu ya Yanga, na wamemwekea mkwanja mrefu sana ili kumsajili mwishoni mwa msimu huu. Hapa inabidi Yanga pia wamsajili Manula, kama ambavyo tetesi imeendelea kumzungumza kwamba baada ya kuhusishwa pia Djigui Diarra kuondoka ndani ya klabu ya Yanga, Aishi Salum Manula pia ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa na klabu ya Yanga. Bwana, niwakumbushe watazamaji wa Ihoma Online TV ni kwamba hizi ni tetesi. Nimeona comment mbalimbali kupitia kwenye hizi tetesi. Wengine wakizungumza kwamba ni porojo, wengine wakisema kwamba ni uongo. Of course tunafahamu maana halisi ya tetesi ni kwamba ni kitu ambacho pengine kinazungumzwa lakini hakina ukweli, lakini mwisho wa siku huenda kikazungumzwa lakini mwisho wa siku kikawa kina ukweli ndani yake. Tumeona mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kuhusiana na tetesi, hususan kwenye dirisha dogo la usajili. Tuliona namna ambavyo ilivyokuwa, baadhi ya wachezaji wakaenda kwenye vilabu vya Simba na Yanga na zilikuwa ni tetesi. Kwa hiyo tuamini kwenye hizi tetesi. Kwa hiyo nimeona zile comment ambazo baadhi ya wadau wapenzi wa Ihoma Online TV wakiwa wanazungumza ama wakicomment kupitia hizi tetesi. Ni tetesi, hazina ukweli, lakini mwisho wa siku zinaweza zikawa zina ukweli ndani yake kutokana na kile ambacho kinazungumzwa. Kuna ule msemo ambao tunasema dalili ya mvua ni mawingu. Kwa hiyo hizi huenda ni dalili, zinaweza zikawa ni dalili lakini mvua isinyeshe, lakini pia zinaweza kuwa ni dalili na mvua ikanyesha. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo nimeona niwakumbushe, sababu nimeona kile ambacho baadhi ya watazamaji wamekuwa kicomment kuhusiana na hizi tetesi. Kwa hiyo hizi ni tetesi kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa ndani ya klabu ya Yanga, na tetesi ambazo zinahusu baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.